Na kitu kingine ninachokuambia, cheza na mshahara, usije kucheza na kazi. Ina maana hapa tupo maeneo fulani hivi ambao tunaenda kuongea na vijana ambao wapo kazini ili tupate maoni kutoka kwao. Na pia unachokijua ni kitu kimoja, kuna baadhi ya vijana wengi unakuta hapo mtaani, wapo kwenye vidiwe, wanacheza rudo, wengine wanacheza damu, lakini wanashindwa kufanya kazi za nguvu kama vijana wengine. Mwisho wa siku utakuja usikia mtaani wameuka vibaka ambao wafanye kazi. Lakini leo tupo maeneo fulani hivi ambapo tunakuja kuongea na vijana ambao wapo kwenye kazi ya tofali. Mambo ni aje? Uko poa? Niko poa. Mambo mengine nasemaje? Niko vizuri kabisa. Pole sana na kazi. Asante. Sasa bwana, hii kazi ulianza lini? Jana. Jana ulianza hii kazi? Ya tofali. Sasa hapa mnahitaji kuwa na idadi ya tofali ngapi hapo? 2 hapo. 2000. Sasa kwa siku huwa mnafyatua tofali ngapi? 1200 buku. Sasa kwa mfano mtu anahitaji kuingia kwenye kazi ya kufyatua tofali, ni vitu gani huwa anatakiwa azingatie? Anazingatia vifaa, anaita vifaa. Kawaida tu anakuja tunapiga job faster. Tunapata hela. Nimesema kuhusiana na vitu ambavyo anatakiwa azingatie kwa kufanya hii kazi. Ni vitu gani sasa vitendea kazi? Anazingatia dumu, anazingatia majembe, anaangalia wenzao asiwapige hata jembe. Lazima awe anachimba na au anaangalia tu. Sawa. Sasa tofali huwa mnapenda kuzifyatua katika msimu upi? Mwezi wa 5 hivi, mwezi wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 8. Okay. Hizi tofali ambazo unazoziona naona kama vile ni kubwa sana. Zikikauka, zinaweza kuchomea au wanazitumiaga hivyo hivyo? Wanazitumia hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Nimekuuliza jina? Hamna. Kwa jina unaitwa nani? Mimi. Naitwa Ivani. Ivani. Okay. Wewe kazi mnaanzaga saa ngapi na mnamalizaga saa ngapi? Tunaanza na saa 12, tunamaliza na saa 2 hapo. Saa 2 za usiku. Hivi kwa saa 2 za usiku wao mnaona jinsi mnavyofatua wakati kunakuwa na giza? Tunaona kuna mwezi. Okay, umesema kwamba hizi mnahitaji kuwa na idadi ya tofali 2000. Sasa hizi 2000 mnazifatua kwa siku ngapi? Siku 2 au siku 2 na nusu. Siku 2 au siku 2 na nusu. Alafu mkimaliza hapa mnaenda sehemu nyingine hapo? Ndio, tunaenda sehemu nyingine. Wakija wakitutafuta tunaenda sehemu nyingine. Okay. Kwa sababu mara ya kwanza tulipoanza kuwauliza kuhusiana na hii kazi tufanye na nyinyi kipindi, unaanza kusema kwamba haiwezekani kwa sababu nitaonekana kama vile umechakalika sana au aibu. Ni kwa sababu gani umeamua kusema hilo neno kwanza kabla tuanze kufanya kipindi? Lazima tu uogope tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu lazima tu mademu akikuona ukienda kumtongoza anakuambia hauna hela, hauna kitu chochote. Lazima tu asikuamini huyo demu. Lakini hajui kwamba nikitoka huku nikivaa vizuri, nikienda zangu, nikichukua hata beskeli, nikienda mtaani lazima mademu anishangae nikivaa vizuri. Sawa. Okay, tofali moja huwa mnaifatua shilingi ngapi? Inatokana na maji tu. Nasema 60. Maji yakiwa karibu 50. Sasa hiyo hela yako kama ukiwa umeipata sasa, hiyo hela ambayo umeitumikia sana, umetumia nguvu nyingi, huwa unaipelekaga wapi? Nanunua nguo, mengine naingia kwenye mademu, napiga msele zangu. Okay, sasa kama hivi sasa kazi umeshamaliza umeshamaliza kufyatua tofali, umeshahesabu mwenye tofali sasa anahitaji umfikishie ile idadi. Alafu baadaye akazingua kulipa hela. Huwa unachukua hatua gani? Au unaweza kuchukua hatua ipi? Mimi naweza nikaingia hata ndani kwenye nyumba yake nikachukua kila kitu ambacho anachobidi kaida zangu. Anasema kwa mtu sasa yule ambaye amekutumikisha unamfyatua tofali, si ndio hivyo? Alafu sasa amezingua kulipa hela ipasavyo. Huwa unaweza kuchukua hatua gani? Hatua gani? Nachukua kitu ambacho anacho ndani. Kama ni masola yako juu nachukua, kama ni mabete kila kitu, kama ni nguo nachukua, kama ni vifaa ambavyo tunatumikisha nenda navyo nyumbani nauza tu napata hizo hela. Sasa ukipata hela ndogo kuliko ile ambayo ingekulipa? Lazima nipate hela ambayo inamzidi ambayo ananilipa.
Okay. Unawashauri nini wale vijana ambao hawapenda kujishughulisha na kazi zenye nguvu? Unawashauri nini wale vijana ambao hawafanyi kazi, wanashinda kwenye michezo ya kucheza rudo, wengine wanakuta wanacheza damu pale. Sasa wewe unaweza kuwashauri nini? Na ushauri hao vijana kweli waje tupige kazi, wasikae nyumbani eti wanapiga rudo, waje tupige kazi, wasiogope. Najua vijana wengi wanaogopa eti mademu wasiwaone eti wamechakaa. Waje tupige kazi, wasiogope. Waje kabisa. Okay, tunashukuru sana kwa maoni yako ambayo tumeyapata kutoka kwako. Na pia usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu ya Mastaz TV. Niite Kabaisa ndani ya Mastaz TV. Asante mtazamaji na msikilizaji.